0779 729593. Nipo na swali kwako mwanamke, hivi unatumia nini au kigezo gani kinakufanya utumie P2? Yani wewe kipi kinakufanya utumie P2 kiachilia ile baada ya tendo lile? Unazingatia nini kingine ili kutumia P2? Kuna watu kwa wiki P2 kaifanya kama karanga, yani kaifanya kama chakula. Sasa njooni, kuna habari kwenu hapa. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, hapa kuna habari imeandika matabibu waonya P2 inaweka hatarini taifa kwa ugumba. Ukurasa wa 17 kuna undani wa taarifa hiyo. Hatari ipi hiyo wanawekwa? Watumiaji wa P2 mpo. Sasa hii ni kitengo cha ambacho kinashirikisha cha afya ya uzazi na watoto pale Zanzibar, kimeonya dhidi ya matumizi holela ya dawa za uzazi wa mpango ya P2, kisisitiza kuwa dawa hizo ni kwa ajili ya dharura pekee na haipaswi kutumika kama njia ya kudumu ya kuzuia mimba. Kuna watu wamegeuza P2 kuwa ni njia ya kudumu. Hii ni dharura, elewa dharura, yani ndio ile bahati mbaya unatumia P2. Wewe unazingatia nini unapotumia P2? Je, umeifanya P2 kuwa ni dawa ya dharura kama ambavyo watabibu wanashauri, au umegeuza kuwa ni njia ya kudumu kwamba wewe umesema hizo nyingine hazinifai, mimi nitakuwa natumia P2? Sasa sikiliza habari hii hapa. Akizungumza na Nipashe, Dr. Wanu Bakari Khamis, yeye bwana ni mratibu wa masuala ya uhamasishaji wa mabadiliko ya tabia nchi kutoka kitengo hicho chini ya Wizara ya Afya Zanzibar, amesema matumizi yasiyo sahihi ya P2 yanaweza kusababisha madhara makubwa kiafya, ikiwemo tatizo la kutopata ujauzito kwa baadhi ya wanawake na wasichana. Sasa mimi sitaki nimalize, hebu tumsikilize daktari mwenyewe akikusanua hayo matumizi ya P2. Unaitumiaje wewe P2? Umeifanya kuwa njia ya dharura au umeifanya kuwa njia ya kudumu? Weka ujumbe wako kupitia 0779 729593 kwenye mitandao ya kijamii. Weka comment hapo chini. Next period kwenye program inayokuja mimi utasoma ujumbe wako, wala usiwaze. Hii dawa ya P2. P2 kwanza ni jina la kibiashara. Jina halisi ya dawa hii au kiambata kilichomo humu ndani ni levonorgestrel. Ndio hiyo tu dawa iliyomo humu ndani. Wake tu ni kwamba katika hii dawa ya microgynon kiko kingi zaidi kwenye P2 kuliko kilichoko huku. Hii ni zile dawa kina mama mnasema dawa za uzazi wa majira. Hiyo levonorgestrel iko miligram 0.15. P2 yenyewe ina miligram 0.75. Chukua 0.15 ni mara ngapi? Ni mara 5 zaidi, kwa ndio maana tuna 0.75. Kwa kiasi cha kiambata hichi kiko kingi zaidi huku kuliko huku. Sawa. Na malengo halali ya dawa hii ilikuwa ni kusaidia kumkinga mtu ambaye fanya tendo la ndoa, katika lugha ya sasa tunasema ngono zembe. Anaanza kwanza, anazipata kiolela anapata kiolela katika duka la dawa muhimu na anazitumia. Kwa wanafunzi watoto wetu ambao wameenda shule wanajiingiza katika vitendo vya ngono, si ndio? Tena ngono zembe. Kwa hiyo anapotaka kujikinga asipate ujauzito ili akufurahishe wewe baba, akufurahishe wewe mama, anatumia P2. Wanazipata hizi dawa ambazo zinaweza kuwaletea matatizo. Ni vizuri umeelekezwa, umeenda zahanati, umepata ushauri vizuri ukazitumia. Madhara ambayo tunaweza tukayapata, cha kwanza P2 zile side effect tu za kawaida. Side effect yale matatizo ambayo unaweza kuyapata. Kwanza kabisa ni kwamba kuna swala zima la kichefuchefu, kuna kutapika. Lakini vile vile mtumiaji au mama au binti ataingia katika hatari ya kupata hedhi yenye damu nyingi. Lakini vile vile kuna masuala ya kujisikia kizunguzungu, kujisikia amechoka, kichwa kuuma, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo haya yote mtoto au binti ataenda kufanya nini? Lakini ikitokea akawa ni mjamzito, anaweza pia akapata matatizo mengine. Kwa matumizi kwenye kutoa ujauzito, hii dawa haina hiyo. Lakini ni kwamba unaweza kusababisha madhara kwa nini? Kwa kiumbe. Lakini vipi kwa binti yetu ambaye yuko shule? Vipi kwa katoto haka ambako kako shule ya msingi kamejiingiza kama masuala kama hii?